Maelekezo kwa halmashauri zote zibadilishe mifumo ya nishati ya kupikia. Badala ya kutumia kuni na mkaa, watumie gesi au umeme au mkaa unaotokana na makaa ya mawe, sio mkaa unaotokana na miti. Kwa kukata mti, kuchoma na kupata mkaa. Hiyo kwa sasa haturuhusu, na tulianza na taasisi zote ambazo zinakaliwa na wanafunzi kuanzia 50 na kuendelea. Taasisi za elimu, lakini ziko taasisi za majeshi, jeshi la polisi, wana chuo, JWTZ, wana makambi. Haya yote haya yabadilishe mifumo ya kupikia, waweke gesi au umeme. Na kwa hiyo hapa patakopa kubadilishwe, paweke gesi na umeme. Sasa tunapozungumzia miundombinu hii na husisha na usomaji wenu, kwa sasa muendelee tu kujikita na masomo yenu. Tutakapokuja tena tutapata taarifa, tutakuwa na kikao, tumekaa chini tunajadili, tusikie na nyie, tuwasikie na walimu, tutoe utatuzi wa kudumu. Leo hii nimepita kuwasalimia, lakini nimeelekeza kwa mkurugenzi ahakikishe na ametupa taarifa kwamba wiki ijayo mkandarasi anaingia kuja kubadilisha mfumo ule na kuweka mfumo wa gesi, ili wapishi sasa wasipate shida ya moshi, wala chakula kisiwe na harufu ya moshi moshi, wala majivu yasirukie humo, kwa sababu mfumo huu hauna majivu. Kwa hiyo Nachingwea Girls nayo itaingia kwenye mabadiliko. Swala majengo yetu nimeingia kwenye bwalo lenu, na ndio ukumbi wenyu wa burudani, si ndio? Nimeenda nimekaa huko. Tumezungumza na mkurugenzi, lakini pia katibu tawala mkoa. Serikalini tunalo fungu la shule kongwe ambalo tunapeleka milioni 50 kufanya ukarabati kwenye zile shule kongwe. Hii sio shule kongwe, ila iko kwenye majengo kongwe, na yeye inapaswa pia kufanywa ukarabati mkubwa. Nilikuwa naangalia mapato ya halmashauri. Halmashauri bado pato lake dogo, bilioni 3.6. Najua wana majukumu mengi, lakini nimemwagiza mkurugenzi aweke kipaumbele kutenga fedha, hata kama ni milioni 30, milioni 50 kwa ajili ya ukarabati hatua kwa hatua, ili tubadilishe hasa shule hii iliyoko katikati ya mji, karibu na ofisi ya halmashauri, karibu na ofisi ya mkuu wa wilaya. Lazima iwe na sura inayofanana na wilaya. Kwa hili ni jambo muhimu. Lakini jambo la pili ambalo nataka nimwagize mkurugenzi, kama tayari vizuri, hapa lazima kuwe na muuguzi ambaye atatoa huduma za kwanza. Hiki kiwe kituo cha muuguzi, awe anakuja kazini hapa, ili kukitokea dharura yoyote usiku mchana, anakuwa wa kwanza kuattend tatizo hilo mara moja. Haya ni maagizo tumeyatoa kote, na tunatarajia kuwa na chumba kiitwe zahanati au eneo la huduma ya kwanza. Kwenu nyie kuwa na nesi hapa ambaye atakuwa na hudumia, nesi ambaye anaweza kubaini tatizo na akatoa mapendekezo. Pale ambako ni zaidi, basi utakwenda kituo cha afya au hospitali ya wilaya. Lakini mkurugenzi, hapa lazima tuwe na nesi. Shule zote za bweni lazima ziwe na nesi, mhudumu wa afya, kwa sababu shida zinatokea na usiku. Mwaka 2018 nilitoa maelekezo kwa shule zote za bweni zenye wanafunzi kuanzia 500 na kuendelea, lazima ziwe na kausafiri kwa ajili ya dharura za mkuu wa shule, ili mtoto akiugua, akizidiwa, abebwe kwenye gari. Halmashauri pia ukienda magari mengi, kwani usikatoe kamoja kaka hapa station, alafu kuna mhudumia mistress. Sasa nasema haya kama vile mambo mageni, lakini tulishaagiza, tunatarajia kuwa na maelekezo. Kwa hiyo kati ya maelezo ya administration ni kuonyesha kwamba pana shida ya usafiri kama ilipo. Kwa mkurugenzi, angalia hayo. Zile gari zako ambazo hazijaenda garage muda mrefu, jitengeneze maalum kwa ajili ya girls.
ili hapa panapokuwa na shida basi ni rahisi. Malengo ya serikali, huduma kwa vijana wote wa shule lazima ziwe za uhakika. Ndio maelekezo ya rais wetu. Sawa mkurugenzi? Tunakuja tunakumbusha haya ili sije katokea dharura hapa tukaanza kuulizana ilikuwaje, nani ni nani na wapi. Sasa baadaye kila mmoja atawajibika kivyake. Kwa hiyo kwa ujumla, kwa ziara hii ya haraka ambayo itanileta tena kuja kukagua miundombinu ya jiko, tutapata nafasi ya kuzungumza na nyie. Kwa jioni hii nimeshaona naondoka na hiyo changamoto ya maeneo yaliyo kongwe, na kwa kuwa shule imeshaanza program ya A-level na ambao form 5 wameshaingia. Wameanza wako wapi wenyewe? Wala mmejitenga na nyie tena nyie? Au mmekaa huko ndio kujuu mnaniona vizuri? Ni vizuri. Hii ndi maendeleo ya shule. Na kwa kuwa sasa tunaingiza program ya A-level, mkurugenzi, shule hii lazima uiangalie kwa macho mawili. Na hapa ni kutembelea ni wakati wote tu. Unakuja unapita tu na wasalimia mistress, alafu unaenda kuona shule nyingine. Lakini hii lazima iangaliwe kwa sababu wageni wote wakitaka kwenda shuleni atakuja kwanza hapa. Kama ambavyo mimi nimesema nakwenda shuleni nakuja na Chingwea Girls. Haya ni mambo muhimu ili huduma hapa ziweze kuendelea. Leo kwa muda mfupi huu, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, kwa maelekezo haya hasa kwenye eneo lile yale ya kuyabeba tumeyabeba. Tutapokuja tena, tutapokuwa na forum ya kuzungumza nao, tutaje kueleza vitu vingi, tutasikia mengi zaidi. Na hasa walimu, najua mngesema mengi hapa. Ingawa siku hizi tumefuta mengi. Hakuna madeni ya safari wala masomo wala matibabu, wote bima afya uongo. Kwa hiyo hakuna deni hapa. Posho za safari ya mbali, nyie mko mjini, semina zote, bukumbi zote ziko hapa. Bahati yenu mbaya ndio hiyo. Mngekuwa huko mngesema tunaenda mjini kusahisha mitihani. Sasa nyie tena mitihani kituo cha Chingwea Day. Pole. Subscribe kwa kubonyeza kitufe chekundu chini ya video hii na kisha bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata kila kinachotokea muda wowote hapa Mashujaa TV.